Hii ni MTV Online inayokutangazia toka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, eneo la Uswahili. Jina langu ni Thomson Unjibata Ngalwa William, nikiwa Uvira, Kivu Kusini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Leo ni Alhamisi 23/2025, hali ya hewa ikiwa safi, japo mvua kali katika baadhi ya maeneo mashariki humu mwa DRC. Karibu kuungana nami. Taarifa zetu zinaanzia katika mji wa Kiwanja wilayani Ruchuru, Kivu Kaskazini, eneo linalodhibitiwa na wapinzani wa AFC M23, ambako mtu mmoja amefariki dunia na wengine wengi kujeruhiwa vikali usiku wa leo baada ya kupigwa risasi na watu wenye silaha. Taarifa kutoka Kiwanja zinasema kwamba ni watu wenye silaha waliojipenyeza katika mji wa Kiwanja na kushambulia watu kwa risasi. Upande wa M23 wanasema kwamba ni wapiganaji wa wazalendo waliojipenyeza kwa kusababisha ukosefu wa usalama eneo hilo, ila walishughulikiwa na jeshi la ARC na kwa sasa hali ni tulivu chini ya udhibiti wa M23. Tukitoka huko Kiwanja wilayani Ruchuru, tunarudi hadi Ituri, ambako jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC lapongeza vijana wenye silaha waliokuwa katika kundi la CRP yake Thomas Lubanga, ambao kwa sasa wamejisalimisha na silaha zao na kujiunga na jeshi la taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Julius Ngongo, msemaji wa FARDC mkoani Ituri, asema hatua hiyo ni ya usujaa ambayo ni umuhimu kwa vijana na wakahazi wa Ituri. CRP ikiwa kundi la wahasi wanaoipinga serikali ya Kinshasa, viongozi wao wakiwa katika taifa la Uganda. Mkoani Kivu Kusini, uongozi wa kijeshi umepata viongozi wapya. Hiyo ni baada ya aliyekuwa kamanda wa jimbo la 33 la kijeshi katika mkoa huo wa Kivu Kusini kufariki dunia siku chache zilizopita. Sherehe za kuweka viongozi zikiwa zimefanyika Alhamisi hii mjini Uvira, magabiziano ya ofisi na vikosi vya askari kati ya viongozi wapya wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye jimbo la 33 la kijeshi, watakaoendelea na operesheni za kivita na usalama wa mipaka katika mikoa ya Kivu Kusini na Maniema mashariki mwa nchi hiyo. Adjutant Tade Karako ni miongoni mwa kundi la wanahabari wa sekta operesheni za kivita Sokola ya pili. Alipokuwa akizungumza na TV moja mjini Uvira, alizungumzia kuhusu ujio wa viongozi hao na kuomba wananchi kuwapa sapoti. Donc, avec le service rendu à la nation, il y a général de brigade Mweuloumu Evariste, l'échelon inaona bema wawezi pia kuleta contribution ya général de brigade Amuli Chiviri, na ile ni kusema ana renforcer kwenye général Mweuloumu Evariste ameishia naye ananjisha. Donc cela veut dire que nous devons soutenir le nouveau commandant du secteur opérationnel Sokola Kivu. D'ici là il sera déjà au bureau. Itafanya de façon que tuwezi kubuter ennemi dehors. Unaona kwamba wakati mtu anatumika anaweza kupata kale ka mwili wala. Tukirudi Beni ni kwamba wanawake wa askari waliokimbia vita vya M23 walalamikia hali mbaya ya maisha, wengi wao kwa sasa wakiwa wamejenga kambi katika shamba la wafu la Beni, makaburi ikiwa ndiyo makazi yao. Wanawake hao walipohojiwa na MTV wamesema, na tunalotaka ovyo ovyo, tunalalaka kulijiwa usiku na watoto kidogo wa bebe kulialia usiku. Tuna mtoto usiku anashtuka anaanza lia masauti nje, maana tunakosa katufeni. Mimi niko na mwaka 65. Mimi naishi hapa kwa makaburi. Bashe tunajijengea, bashe ziko zinatutobokea hako. Tulikimbia, tunatoka Goma tunafikia kwa kaburi wasi, anatukimbiza tunakia jijengea mabashe kwa makaburi. Na njoo yangu yote batoto nao banaishi hapa. Ndiyo. Ona hii mvula yote ili kwanza bashe yangu ilitoboka. Na hiki neke sikishangu kilitoboka. Na ile natoboka. Hata nilitia kwa tuna regrete sana. Junapa kwenye tunasema tunaikala, mtu samini kwa watoto 4 nyumba. Na wale ba mapasi. Nao tunasema tunaikala. Na kwa na benye hapa na baba bengi. Sasa tunakosa kama tutaenda wapi? Tunatoka Goma juu tukwenda tunakuwa tujisaidie. Juu ni bandugu yetu yote ni Kongo. Mimi hapa kwenye tuko tushabangaisha makaburi zao. Beko natembea kwa makaburi, batu yabo abalale usiku buzima. Tuko na sumbua batu yabo. Sasa tunakosa kama tutafanya nini? Government tusaidia hata nafasi kwenye manetu tutia hata nafasi ya
mzuri. Tunatoka pa kwa makaburi tunabachia watu yabo nini? Makelele juu hapa isha kwa kadogo tunatia watu yabo nini? Makelele kwenye biko hatuna amani kwenye tuko. Na wale ba bibi aba basi baishi bafukuza pale. Kuna mkanisa. Pale makanisa banafukuza watu. Mu masomo banafukuza watu. Wende kuwese kwanza nyambia watu yabo abatinzia kasa tunakosa katafanya nini? Kama yenye tuko hapa na shi tuko venye Rwanda betu ko tuba Kongomani. Mie kwetu ni Kabalo. Juu nitoke hapa nifike Kalemi nifike Kongolo ni mbali. Me tunakosa nini? Tunakosa kwa kuitunga mkono shi tosha hapa kwa makaburi. Juu sikavu kwa mtu mzozi lala hapa kwa kaburi. Na huko unapata kwenye wanabaweka hata na chef sasa vile watu wa mambangu bana wewe hata kwa mkipori kyabo. Mbeko kwa maana salama baba. Tusalie katika mji huo wa Beni ni kwamba mvua kali zinazonyesha zasababisha maafa. Germain Hassan Kyawere na taarifa zaidi kutoka Beni. Mvua ulionyesha Jumatano saa 7 usiku umeacha uharibifu mkubwa. Msingi wa ukuta wa nyumba wa zaidi ya meta 4 umeanguka na kuangukia kwenye nyumba ya Lwanga, baba wa miaka zaidi ya 27 na baba wa watoto watatu, akifariki kufatana na kugonga na ukuta huo wakati alikuwa amelala kitandani mwake. Mkasa huu umetokea katika wilaya ya Butanuka, jiji la Beni, Kivu Kaskazini. Wakati huo Ndovya Mukirania ndiyo kijana mmoja ambaye amewawa katika shambulizi kali la watu wenye silaha usiku wa kuamkia hii Alhamisi ya Oktoba 23 mwaka 2025 kata Matonge, kata la kibiashara linalodhaniwa kuwa na ulinzi mkali kutoka vyombo vya usalama jijini Beni. Wakiwa wawili kama zinazosema duru zetu, Ndovya Mukirania alipigwa risasi majira ya saa 7 za usiku huku kinyesha mvua mkali uliosababisha mafuriko ya mto Biautu. Utafiti ukiendelea, vyombo vya dola vikiomba raia kuwa makini. Kumbuka kwamba kisa hiki kyakuja siku chache baada ya vijana kulazimisha raia wa Beni kugoma kazi siku 3 na kuomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kurejesha usalama mashariki mwa Kongo. Germain Hassan Kyawere, MTV Beni. Tukitoka Beni tunarudi wilayani Masisi, Kivu Kaskazini, eneo linalodhibitiwa na M23 ambako wakahazi waanza shughuli za kibiashara hasa chakula. MTV imekutana na mmoja wa akina mama ambaye ameanza kwa kujibu maswali yetu. Hapa ni shashi. Hivi mmekuja fanya nini? Tumekiara ngura. Ngura nini? Bijumba na virai. Viazi? Hii viazi inatoka wapi na inaenda wapi? Vinatoka Ruchika. Utafauti. Iko mzuri juni na zakia nina rangura vyangu ninaenda mzuri na sina mtu wa kunisumbua. Na mbele ilikuwa namna gani? Mbele ilikuwa una rangura kusema vifikishe Goma. Kusema pate gari na kwa nguvu. Sasa mnaonaje hali ya maisha? Hali ya maisha iko bia yenye natusumbua tu ni bariere. Bariere? Mubambiri. Ni za mingi zetu nalipaka mubambie batupunguzie. Mnalipa ngapi? Tuapine tunalipaka 40,000. Yaani wewe unaenda na tuapine mpaka Goma? Umeialisha? Tunaialisha kataba mama 4 5 tunalipa ile 40,000 na hatuwewe kapitali yenye itatufaidikisha ile 40,000. Ndio mnaomba nini? Tunaomba tuseme watupunguzie. Na baadaye mmoja wa wakilishi wa soko kuu ya Shasha alisema, ndio hapa ni mjini ya Shasha. Ndio. Watu wanajaa ni nini? Hapa kuna soko. Hapa ni soko ya Shasha. Leo tunalima mara 2 kwa wiki. Yaani siku ya pili na siku ya 5. Alafu naona watu wanashuka hii ngambo ya juu wanaita viazi, vijumba, na ngambo ya juu huko wanaita virai. Kuna ngambo nyingine kuko njia natoka Kiluku ndio kunatoka Sombe, nako kunatoka viazi. Alors situation iko bien hapa, amani isharudia, watu bila sina ikala bila shida kama. Ni kwamba amani imerudi sana. Amani iko 100%. Watu wanalala wa usiku hata saa 6 usiku, saa 7 usiku. Ya lazima ukiwa uko na jeto yako unatembea bila shida. Hakuna mtu wa kusumbua, hakuna mtu wa kuambia leta karte, leta nini. Watu wote wamesharudia hapa, amani hiyo. Na wengine hao ambao unaona wana mizigo wanatoka vilimani huko, kuna watu wanatoka Ngungu, wanatoka Karua, wanatoka sehemu mbalimbali zote huko vilimani, wanakuja ile masoko sababu amani. Jina naitwa kwa jina la
natumikia kwa hii soko ya hapa Shasha, ndio administrateur wa soko ya Shasha. Serikali ya mkoa wa Kasai yasimamisha uzwaji wa namba za gari na pikipiki. Gavana wa jimbo la Kasai Oriental Jean-Paul Mbwembwa alisimamisha kwa muda tukio hilo kufikia Jumatano Oktoba 22 mwaka huu 2025 utekelezwaji wa nambari za leseni za teksi za pikipiki katika jimbo lote. Uamuzi huo unafuatia ombi kutoka kwa vyama vya waendesha pikipiki la kusitishwa hadi mapema Novemba ili kuwawezesha kupata leseni hizi ambazo zinauzwa kwa dola za Kimarekani 40. Hakijibu, mkuu wa mkoa aliamuru kuondolewa kwa vizuizi vilivyowekwa na mkurugenzi mkuu wa mapato vilivyokuwa vikiwekwa kila siku kati ya saa 6 mchana na saa 2 usiku. Kusimamishwa huku kwa muda kuna ruhusu waendesha pikipiki kuendelea na kupata saini zao chini ya hali bora, huku wakiepuka usumbufu ambao uliotokea hapo awali kwenye vituo vya ukaguzi. Hatua hiyo pia inajibu mapendekezo yaliyotolewa Septemba mwaka jana wakati wa kikao cha bunge yaliyotaka maofisa wanaosimamia vituo vya ukaguzi wapatiwe mafunzo ya ungwana na heshima kwa watumiaji wa barabara ili kuzuia migongano. Ni hayo kwa siku ya leo. Jina langu ni Thompson Unjibata Ngalwa William, nikiwa pembeni mwa ziwa Tanganyika mjini Uvira, karibuni mwa mji wa Bujumbura nchini Burundi. Asante na tuungane nawe wakati mwingine. Alamsiki.